asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya pekee ambayo ametupatia siku ya leo kwa ajili ya uzinduzi mkubwa ambao unafanyika katika kanisa letu la Mtwara Central. Ni washukuru wanawake kwa ajili ya wimbo, Mungu awabariki sana. Lakini ni washukuru kwa kuja, Mungu awabariki. Mbele yenu ni idara ya huduma za wanawake ambao wamesimama mbele yenu kwa ajili ya programu maalum ya uzinduzi wa kitabu cha Siri ya Ustawi. Kwa nini Siri ya Ustawi? Moja ya vitabu makini na muhimu sana katika kanisa letu la Waadventista wa Sabato ni kitabu cha Siri ya Ustawi ambacho kimetafsiriwa kutoka kwenye kitabu kinaitwa Adventist Home. Kwa maneno mengine tungeweza kusema kwa Kiswahili, Adventist Home ni kitabu ambacho kinaelezea nyumba ya Muadventista inapaswa kuwa ya namna gani. Na ndio maana katika mwaka huu jimbo letu kuu la kusini mwa Tanzania, yani Union, imependekeza wanawake wote kwa mwaka huu tutasoma kitabu kinaitwa Siri ya Ustawi wa nini? Kwa namna ya pekee basi nitapenda nimkaribishe mwenyekiti wetu wa jimbo kuu la ukanda wetu wa kusini. Atakwenda kufanya zoezi hili rasmi kwa ajili ya kuweka msisitizo na mkazo wa kila mwanamke kuweza kusoma kitabu cha Siri ya Ustawi. Haleluya. Imani yangu ni kwamba kitabu hiki kikisomwa kitaleta mabadiliko makubwa katika jimbo letu. Watoto wetu watabadilishwa, wanawake watabadilishwa, wanaume watabadilishwa, kwa sababu mlezi mkuu wa familia ni mwanamke. Akisoma, akaelimika, ataielimisha familia na kanisa kwa ujumla. Na hivyo kwa heshima sana nipende kumkaribisha mwenyekiti wetu wa jimbo. Natamani kwenda mbinguni, natamani kwenda mbinguni, natamani kwenda mbinguni kwa Baba, natamani, oh natamani, natamani kwenda mbinguni kwa Baba. Wakati alipokata utepe, Zawadi Monzo aliwakilisha wanawake kukipokea kitabu, ikiwa ni ishara ya kwamba kama idara ya wanawake tunapokea kitabu tayari kwa kusoma katika jimbo letu. Na amemrejeshea mwenyekiti ili aweze kusema machache kuhusiana na kitabu chetu. Mwenyekiti, karibu. Amjambo jamani. Mnasemaje kwa hii shughuli ambayo tunaifanya hapa leo? Hebu tupungiane mikono. Okay, Bwana wabariki sana. Sasa nilitaka kusema ya kwamba hiki kitabu ni kitabu muhimu sana. Ningeshauri kwamba kila familia iweze kuwa na kitabu hiki. Wakati nitakaposimama wakati wa huduma kuu, nataka nisome dondoo chache ambazo mtakapoangalia au mtakaposoma au mtakaposikiliza mnaweza kuona hichi kitabu ni cha muhimu namna gani. Lakini hapa kuna mahali ukurasa 88 unasema kwamba sifa za mke na mama anayeweza kufanyika kuwa mwenzi. Vijana wanatusumbua. Hivi mke nitakayeoa anapaswa kuwaje? Tumewajibu mpaka tumechoka. Sasa tumewaletea jibu lenyewe. Amina. Semeni tena. Amina. Mara ya mwisho. Amina. Jibu ni hili hapa. Mmoja akauliza mchungaji, nioe mwanamke wa namna gani? Nikioa tajiri ataninyanyasa, nikioa maskini atanisumbua, nikioa aliyesoma kila siku ni mawazo mapya. Sasa nioe wa namna gani? Tumekuletea jibu ni hili hapa. Amina. Semeni tena. Amina. Sidhani kama kuna mtu atakosa sasa kusoma kitabu hiki. Kinakuelekeza kila kitu. Bwana awabariki mnapotafakari kuweza kusoma kitabu hiki
cha siri ya ustawi wa familia. Bwana awabariki sana. Na wakati huu sasa, wale wanawake kuanzia miaka 15 mpaka 150, karibuni hapa mbele. Mwenyekiti atakwenda kuomba ombi rasmi la kutukabidhi mikononi mwa Mungu tunapouendea usomaji wa kitabu cha siri ya ustawi wa familia. Ikiwa unawiwa, sogea mbele. Ili ombi ni muhimu sana. Halitatokea tena wakati wowote, halijawahi kutokea na halitatokea. Likifanywa leo litakuwa limemalizika kabisa. Kwa hiyo wanawake wote kuanzia miaka 15 mpaka miaka 150, ambao sidhani kama 150 wako hapo, na maanisha mpaka mwisho wa umri ulionao, tusogee hapa mbele. Mwenyekiti atakwenda kutukabidhi mikononi mwa Mungu ili Mungu atupatie nguvu na uwezo wa kusoma kitabu cha siri ya ustawi wa familia. Wale mlioko nje, ikiwa hamtaweza kufika ndani, kwa imani hapo mlipo Bwana atasikia. Naona ndani kama panaweza pasitoshe sana, unaweza ukasimama kwa ishara ya kuonyesha kwamba tuko pamoja, na nimkaribishe mwenyekiti ili aweze kutukabidhi mikononi mwa Mungu. Karibu pastor. Basi asante sana mkurugenzi. Hebu nichukue nafasi hii kwa ajili ya kufanya ombi maalum kwa ajili ya wanawake na uzinduzi wote kwa ujumla. Tuombe. Baba Mungu, asante sana. Kila wakati unakuja na solutions. Wakati mwingine hata kabla tujajiuliza unaweza ukatusaidia namna gani, wewe ulishatayarisha majibu. Asante pia kwa ajili ya siku ya leo, hata jibu la changamoto nyingi ambazo ziko katika familia umeshatupatia. Kitabu cha ustawi wa familia. Hebu kitabu hiki kikaingie kila nyumba ya Mwadventista, aliyeoa, asiyeolewa, wote kwa ujumla, kwa sababu chenyewe hakibagui, kinamsaidia kila mtu. Kuna sura nzuri ambazo zinaeleza mambo mazuri, kuna aya fupi fupi zinazoelezea maneno mazito, na mengi imekuwa kama lulu iliyofichika, lakini Baba umeiweka wazi. Tusaidie tutakaposoma, tukageuke na tukaishi sawa sawa na maagizo yako. Asante kwa ajili ya nabii wetu ambao ameweka wazi kila kitu kuanzia sasa hata wakati wa mwisho. Basi wasaidia kina mama, wasaidia kina baba, wasichana kwa wavulana, wazingatie sana kusoma kitabu hiki. Tunaomba napoweka wakfu katika mikono yako Baba, uwe pamoja nasi sasa, utukubali, utusamee na utupokee tulipokosea. Tunaomba katika jina lako Yesu, amen. Na wakati huu sasa tunapoelekea katika programu nyingine kwa ajili ya uzinduzi wa bahasha ya zaka na sadaka pamoja na sanduku la zaka na sadaka kwa watoto, tutawaalika kwaya nzuri. Hebu sema kwaya nzuri. Kwaya ya watoto Masasi. Tunapotoka hapa mbele, kwaya hiyo nzuri watakuja hapa mbele. Mwalimu Mashauri, wangapi wanakaribisha watoto wa Masasi? Kwaya ya Masasi, wangapi wanakaribisha? Wangapi? Amina. Tunaenda kubarikiwa. Na kwa kweli watoto wamependeza. Na wazazi wao wana sura zenye tabasamu kabisa. Basi wakati watoto hawa wa Masasi wanakuja kwa ajili ya wimbo, tukae tutulie. Bwana asifiwe. Amina. Nikitazama anga usiku, Mungu ukuu wako unaonekana. Nikitazama miti ikiyumba, ukuu wako unaonekana. Nikitazama anga usiku, Mungu ukuu wako unaonekana. Nikitazama miti ikiyumba, ukuu wako unaonekana. Na nikijiangalia mimi mwenyewe, ukuu wako unaonekana.
mwenyewe, ukuu wako unaonekana. Baba, vitu vyote ni vyako, uliviumba kwa uwezo wako. Najivunia kuwa mtoto wako, mataifa yote watambue. Baba, vitu vyote ni vyako, uliviumba kwa uwezo wako. Najivunia kuwa mtoto wako, mataifa yote watambue. Natazama samaki baharini na ndege warukaruka tu, chemichemi za maji nayo mito vinamtukuza Mungu tu. Natazama samaki baharini na ndege warukaruka tu, chemichemi za maji nayo mito vinamtukuza Mungu tu. Baba, vitu vyote ni vyako, uliviumba kwa uwezo wako. Najivunia kuwa mtoto wako, mataifa yote watambue. Baba, vitu vyote ni vyako, uliviumba kwa uwezo wako. Najivunia kuwa mtoto wako, mataifa yote watambue. Baba, vitu vyote ni vyako, uliviumba kwa uwezo wako. Najivunia kuwa mtoto wako, mataifa yote watambue. Mataifa yote watambue. Mataifa yote watambue. Basi wakati huu tunamkaribisha mkurugenzi wetu Madam Vumilia kwa ajili ya uzinduzi wa bahasha zaka na sadaka pamoja na sanduku la sadaka kwa watoto. Asante. Watoto wazuri wazuri, watoto wazuri wazuri. Jamani, tukiingia hapa tena, tunapoingia kwa upande wa watoto, naomba wote, hata watoto wa zamani, tuungane. Watoto wazuri wazuri. Naanza kusikia kwa mbali kama sauti nzito nzito hivi zinainuka za watoto wa zamani. Watoto wazuri wazuri. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu ni wakati mzuri sana ambao tunakwenda kufanya zoezi la uzinduzi wa sanduku la zaka na sadaka kwa watoto. Katika jimbo letu la Ukanda wa Kusini, mwaka uliopita tulikuwa na njozi ya kuwa na sanduku la zaka na sadaka kwa watoto. Lakini Mungu anapoiweka njozi anaweka kila mahali. Na sasa zoezi hili limekuwa ni la jimbo zima la kusini mwa Tanzania, yani Union. Kwa hiyo kila mahali uzinduzi unafanyika. Mnamo tarehe 7 mwezi wa 3, jimbo letu kuu la kusini, yani Union, walifanya uzinduzi rasmi wa sanduku la zaka na sadaka kwa ajili ya watoto. Na zoezi hili limekuwa endelevu, ambalo kijiti chake tumekabidhiwa kukiendeleza kwa ajili ya kuwasaidia watoto wetu kuwa mawakili waaminifu kwa Mungu. Haleluya.
na zoezi hili haliwezi kufanywa na mimi, maana ni kiongozi wetu mkuu wa union anayekabidhi kwa kiongozi wetu mkuu wa jimbo letu la ukanda wa kusini. Mimi kama msaidizi nafanya kazi ya kumsaidia kiongozi wetu mkuu wa ukanda wa kusini ili aweze kuikamilisha hii kazi, kuonyesha ya kwamba ina maana sana. Wangapi wanasema ina maana sana? Mungu awabariki sana. Na tunapozindua sanduku, kazi ya sanduku ni kupokea. Sanduku letu linapokea nini? Sanduku letu linapokea nini? Zaka na sadaka huwa tunaweka kwenye nini? Kwa hivyo, sambamba na uzinduaji wa sanduku, anazindua rasmi bahasha za zaka na sadaka za watoto. Haleluya! Tangu kuanzishwa kwa jimbo letu hapajawahi kuwepo bahasha za watoto. Na siku hii ya leo ya tarehe 18 mwezi wa 4 rasmi tunazindua bahasha na za zaka na sadaka kwa ajili ya watoto. Watatumia bahasha zao kuweka zaka na sadaka, lakini hii bahasha ya zaka na sadaka wakishaweka zaka na sadaka wanaiweka wapi? Kumbe hampo, mmeondoka. Waliokuwa Malawi nione, waliorudi. Bahasha ya zaka na sadaka tunaiwekea zaka na sadaka. Baada ya kuweka zaka na sadaka kwenye bahasha, tunaweka wapi? Kwenye sanduku la zaka na sadaka. Mungu awabariki kwaya nzuri ya Masasi ambayo imetuambia vitu vyote ni vya nani? Na vitu vya Mungu tunawahimiza watoto kumrudishia Mungu vilivyo vyake. Katika wakati huu mzuri, nitamkaribisha tena kiongozi wetu wa jimbo, mwenyekiti wetu Mchungaji Isaac Msafiri Mtenzi kwa ajili ya kuzindua tena sanduku la zaka na sadaka pamoja na bahasha. Karibu sana Pastor. Na kwa sababu hili zoezi ni la idara ya huduma za watoto, nitamwomba mtoto atamkabidhi mchungaji mkasi ambao utatumika kukata utepe, ikiwa ni ishara ya kuonyesha kwamba sisi kama watoto kwa mikono miwili tunapokea uwakili katika idara ya watoto. Karibu umkabidhi mwenyekiti wetu mkasi. Karibu sana mwenyekiti. Sasa kwa sababu tuna viwili, tutaanza kwanza kukata utepe wa sanduku, kisha tutakata wa bahasha za zaka na sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ndivyo kanisa la Waadventista wa Sabato ukanda wa kusini linavyozindua rasmi sanduku la zaka na sadaka kwa watoto. Haleluya. Sasa kwa wale mlio mbali, huenda msione vizuri, niombe vijana wawili wenye nguvu wakimbie haraka kuja hapa mbele. Vijana wawili watalinyanyua juu lionekane pande zote, upande wa kushoto kwangu, upande wa kulia. Walio mbele natumaini wanaona. Hata kijana mmoja tu mwenye nguvu, unatosheleza mwenyewe, maana nakuona una nguvu kabisa. Haleluya. Na huku haleluya wapendwa. Na upande wa kushoto. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani mmeshaliona sanduku letu limewekwa kwa namna ambayo italeta mvuto kwa mtoto kwenda mbele kuzurudisha zaka na sadaka. Hapa tunazindua, na makanisa yote na mitaa yote ya jimbo la ukanda wa kusini yatapaswa kutengeneza sanduku la namna hii kwa ajili ya zaka na sadaka kwa watoto. Na sasa mwenyekiti wetu anazindua bahasha ya zaka na sadaka kwa watoto, atakata utepe pia. Haleluya. Hili ndilo boksi letu lilobeba bahasha za zaka na sadaka. Sasa niombe nimsaidie mwenyekiti, kazi nyingine hata ni kiongozi wangu siwezi kumruhusu ifanye. Nitamwomba mwenyekiti tena aweke wakfu sanduku letu la zaka na sadaka pamoja na bahasha zake.
hivyo tutaomba kwa pamoja kwa ajili ya kuweka wakfu mikononi mwa Mungu tukiongozwa na mwenyekiti. Karibu pastor. Tuombe. Baba Mungu, tunakushukuru sana kwa ajili ya siku ya leo, siku maalum sana, siku ya uzinduzi. Katuzindue na sisi pia. Sanduku hili la matoleo kwa ajili ya watoto, tunaomba Bwana ukalibariki. Ninapoweka mkono katika sanduku hili Baba, iwe ni ishara ya kuweka mkono wako pamoja nami kwa ajili ya mbaraka wa pekee sana ambao tunaamini kabisa litajaa matoleo ya uaminifu kutoka kwa watoto wetu. Kwanza Bwana, tunaomba utusamee. Kwa miaka mingi watoto tumeweka pembeni, tumekuwa tukiwapatia vijisenti vidogo vidogo kwa ajili ya kutoa sadaka, lakini sasa kwa mpango maalum Baba, tulipoendelea na kuzindua bahasha, nazo pia zikapata kibali machoni pako. Bahasha nzuri zilizotengenezwa vizuri, watoto wako wakaweke matoleo yao Baba kwenye bahasha na kisha weke katika sanduku hili. Asante Mungu kwa mpango huu mzuri wa kanisa letu la Adventista wa Sabato, mpango wa kuwahusisha watoto kikamilifu katika kupata mibaraka inayopatikana kwa ajili ya kutoa. Wasaidie wazazi wao, wasaidie watoto kujitegemea, kufanya vikazi vidogo vidogo nyumbani, na wazazi wawe tayari kuwalipa wanapofanya vikazi fulani fulani vya kuwajenga, na yale mapato yao wakakutolee Mungu wa mbinguni. Asante kwa kutukumbusha hili. Sasa Baba, ninaomba sanduku hili likawe katika kila kanisa, kila kundi, kila tawi liwepo kwa ajili ya watoto wetu kutoa. Na bahasha hizi tutazipeleka katika kona zote za field yetu. Tunaomba ukatubariki sana. Mpango wako kutoka ngazi za juu mpaka kutufikia ukapate kibali machoni pako. Mbariki mkurugenzi wa watoto na wa uwakili kwa ushirikiano mzuri uliofanya mpaka kufikia hatua hii. Tusaidie sote tukawe na umoja, kazi yako iweze kwenda mbele. Tunaomba katika jina lako Yesu, amen. Kanisani, begi langu la kanisani. Na
tumekuwa na uwakilishi wa namna mbalimbali. Wakati wa asubuhi tuliwakilishwa na idara ya huduma za wanawake kwenye uzinduzi wa kitabu cha Siri ya Ustawi, kwenye kuzindua sanduku la bahasha za zaka na sadaka tuliwakilishwa na mtoto mmoja, na wakati huu tutawakilishwa na walimu wa watoto katika uzinduzi wa begi langu la kanisani. Mwalimu mmoja kashikilia begi akionyesha ya kwamba wazazi tuko tayari kupokea watoto wenu wakiwa na mabegi. Lakini mabegi yana nini? Begi lina nini hasa? Baadaye nitawaeleza begi linapaswa kuwa na nini. Na mwalimu mwingine atakabidhi mkasi kwa mwenyekiti. Ninapoongea niombe akabidhi sasa. Anapokabidhi ni ishara ya kumwambia mkuu wetu wa jimbo la Ukanda wa Kusini, tuko tayari kuwahudumia watoto watakao kuja na mabegi kanisani. Karibu kiongozi wetu. Haleluya! Haleluya! Hamwezi kuelewa wala hamwezi kuingia ndani ya moyo mkaona furaha kubwa nilionayo. Ninatamani kila mzazi kwa furaha hii aonyeshe ushirikiano kwa walimu wetu wa watoto. Walimu wako tayari kuwafundisha watoto wetu, lakini watakuja na nini? Sitaeleza sasa. Baadaye kidogo niwaombe usikivu wenu, nitaeleza begi la kanisani na nini hasa. Niwaombe utulivu wenu. Sasa tumezindua begi. Begi litapaswa kuwa na vitu gani ndani yake? Ili swali wengi wameuliza, nitalijibu. Wakati huu tunakwenda kuwakabidhi rasmi watoto wetu mikononi mwa Mungu, lakini tunalikabidhi ili begi likawe na manufaa kwa watoto wetu, likawasaidia watoto wetu, likawaponye na kuwaokoa. Mmesikia wimbo ukiimbwa, watoto wanawindwa, ni kama malighafi zinazowindwa. Sijui kama unajua malighafi ni kitu gani. Sijui kama mzazi unaelewa malighafi ni kitu gani. Mnajua dhahabu? Watoto ni kama dhahabu. Ningekuwa na muda ningeelezea sana, lakini sitaelezea. Niachilie nafasi kwa mwenyekiti wetu wa jimbo, atakwenda kukabidhi rasmi. Nimefupisha sana, mwenyekiti atakuwa na muda, ataongea yote ambayo tunayafanya kwa wakati wake utakapofika, lakini kwa sasa atakwenda kutuweka mikononi mwa Mungu na kulikabidhi begi kwa Mungu likawe na manufaa kwa mtoto. Karibu mkuu wetu wa jimbo. Asante. Tuombe. Baba Mungu, begi sasa liko mbele yetu, tunaliweka wakfu, lakini kitu kikubwa sio begi tu, bali ni vile ambavyo viko ndani ya begi. Mkurugenzi atatuelezea nini kinapaswa kuwemo. Naomba sana Baba, wazazi walioko hapa wakazingatie jambo hili, jambo ambalo bado linampatia mtoto nafasi ya kuweza kumwelewa Mungu wake na kumtumikia. Hawezi kumtumikia Mungu wake bila kuwa na content katika akili yake. Sasa tunajua vile vitu ambavyo vimo ndani ya begi ni vitu ambavyo vitamsogeza mtoto karibu yako. Tunaomba ushirikiano kutoka kwa wazazi Baba. Mara nyingine haya mambo yanaanza, lakini yakifika kwa wazazi moto unashuka. Na kuomba kwa namna pekee kila mzazi angeweka ahadi ndani yake ya kwamba nitahakikisha kwamba watoto wangu wamepata begi la kanisani na vile vitu vinavyotakiwa kuwemo vyote viwemo, ili watoto wamjue Mungu wao. Nawaweka mikononi mwako watoto wetu. Ninaweka programu hii kwa ujumla ikapate kibali machoni pako. Mungu wetu tuongoze. Tunaishi siku za mwisho. Umetupatia akili na maarifa mengi katika kugundua na kujifunza vitu mbalimbali vya kutusaidia. Leo tuko na watoto. Tunaomba Bwana ukawabariki kwa namna pekee, ukawalinde, ukawaokoe na hatari zote. Na wazazi pale tulipopungua Bwana ukatusamee, lakini katutie nguvu ya kusimama upya. Tunajiweka wakfu mbele zako Bwana, utuongoze. Tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Basi Mungu akubariki sana kiongozi wetu, Mungu awabariki sana viongozi wa watoto, na Mungu awabariki sana watoto. Watoto mnasemaje? Amina. Wakati mwenyekiti wetu anarejea, watoto wangapi wamefurahi kuwa na mabegi? Na mimi nimefurahi jamani, na mimi nina begi langu. Na mimi ninalo begi langu la kanisani. Sio la mtoto wangu, nina begi langu la wapi?
nina begi langu la kanisani, huu moto na ukawashwe katika moyo wa kila mshiriki. Hata wewe mshiriki uwe na begi lako la kanisani. Wengi tuna mabegi ya laptop za kazini, tuna mabegi ya kwenda shuleni ya watoto, wanayo mabegi mengi sana mazuri. Na sasa tuna begi la wapi? Wazazi wangapi wanatamani kuwa na begi la kanisani? Kwa heshima sana niombe viongozi wote msimame na mabegi, ili kuonyesha mkazo. Jimbo lote, ofisini, wote wana mabegi. Mnaweza kuona huu mfano. Wazee wa kanisa mpo? Wakati ujao tutaona wazee wa kanisa wakiwa na mabegi ya kanisani. Haleluya! Jamani, wamependeza hawajapendeza? Ninamwomba Mungu sote tuwe na mabegi ya kanisani, tupendeze mpaka mioyoni, tumuone Yesu. Mungu awabariki sana. Watoto wa Mtwara tubaki. Watoto kutoka Mtwara tubaki, wakati wengine tunatoka. Tafadhali fundi mitambo tuwekee ile nyimbo ya begi langu wakati watoto wanatoka. Watoto wa Mtwara wabaki hapo hapo. Watoto wa Mtwara Central tubaki. Sisi ni kama malighafi, tunawindwa kila pande. Niwe mlevi, mkaidi, mwizi na kahaba, uovu mwingi mbele yangu, shuleni na mitaani. Nipeni begi langu,
pamoja, ni furaha tu, najifunza upendo wa Kristo tu. Karibuni wageni wote, Mtwara twapendeni nyote. Baraka za Mungu Baba ziwe nanyi siku zote. Wageni wote, Mtwara twapendeni nyote. Baraka za Mungu Baba ziwe nanyi siku zote. Kwa furaha tu najifunza upendo wa Kristo tu. Karibuni wageni wote, Mtwara twapendeni nyote. Baraka za Mungu Baba ziwe nanyi siku zote. Karibuni wageni wote, Mtwara twapendeni nyote. Baraka za Mungu Baba ziwe nanyi siku zote. Msifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wa juu pia msifuni. Baba, Mwana naye Roho. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante sana kwa ajili ya siku ya leo, Sabato yako takatifu ambayo umetuita watoto wako tuje tukuabudu wewe. Tusamehe dhambi zetu, Roho Mtakatifu awe pamoja nasi, tuponye magonjwa yetu, tupatie amani ya moyo. Neno lako litakalo sikika siku ya leo likatuguse, likatusaidie tukasogee karibu na wewe. Tunaomba katika ibada hii Baba, uwepo wako uwe pamoja nasi. Tunaomba katika jina lako Yesu, amen. Fungu la maandiko matakatifu Fungu la maandiko matakatifu linapatikana katika kitabu cha Yoshua sura ile ya kwanza na ule mstari wa 8. Yoshua sura ile ya kwanza na mstari ule wa 8. Nitasoma. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Mungu abariki maneno haya. Amina. Yesu
anataka tuwe nuru katika ulimwengu wa leo. Praise team walioshiriki katika mkutano mkubwa wa watoto kule Dar es Salaam, naomba mfike hapa mbele kwa ajili ya wimbo huu, tukiwa tunasimama wote kwa furaha na kuimba wimbo huu. Ukiwa hufahamu basi utasikiliza wimbo namba 249, ni katika vile vitabu vikubwa. Tusimame kwa furaha. Pastor Mzirai utahitajika hapa. Walimu wa watoto ambao mlihudhuria ile semina kule Dar es Salaam, karibuni. Yesu anataka tuwe nuru. Tuimbe kanisa. Yesu anataka tuwe nuru, kama mshumaa wang'aa usiku katika dunia hii ya giza. Mahali popote wewe ng'aa, wengine na tu waangazie, hutuona tu napoipunguza, tunapoangaza mahali pote sisi tung'ae. Yesu anataka tuwe nuru, kama mshumaa wang'aa usiku katika dunia hii ya giza. Mahali popote wewe ng'aa. Takaribisha ombi. Tukidumu kusimama tuweze kupata ombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, tunakushukuru sana sana kwa sababu ya ulinzi wako kuanzia siku ya kwanza ya juma katika shughuli zetu za katikati ya wiki. Umeendelea kutubariki, umeendelea kutulinda, jina lako litukuzwe. Tunasogea watoto wako tena asubuhi hii, ikiwa ni siku yako takatifu ya ibada, siku ya Sabato. Watoto wako wakubwa kwa wadogo tumekuja kukuabudu. Yesu, kwanza tunaziungama dhambi zetu, tusamehe maovu yetu tuliyokufanya. Zaidi ya yote Yesu, katupokee kama tulivyo, lakini ukatutakase. Asubuhi hii bado kuna wengine wako mahospitalini wanaugua, wengine wako majumbani wanaugua. Wewe Yesu uliye mponyaji, nenda kawatembelee wakaponywe na jina lako likainuliwe. Lakini wengi tumekuja tena asubuhi hii, pengine tuna magonjwa ambayo ni ya kiroho. Baba, katuponye ili Yesu kwa namna ya pekee tuwe walaia wa mbinguni.
lakini tunaombea serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na uongozi wote, kuanzia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mawaziri wote, wakuu wa wilaya wote, wakuu wa mikoa, lakini pia na bunge la Tanzania. Tunakushukuru kwa kuwa nchi yetu inaendelea kuwa ya amani, jina lako litukuzwe. Sasa tunakuita ukawe pamoja na viongozi hao, uendelee kutenda kazi pamoja nao, endelea kuwapatia maono na njozi, nchi yetu ikaendelea na kusonga mbele. Asubuhi hii tena tunamkabidhi mwenyekiti wetu wa jimbo atakaposimama na kuongea na mkutano huu. Yesu kamtumie kama chombo, kumfanye kuwa kivuli, msalaba wako uwe mbele. Lakini zaidi ya yote, baada ya ibada hii, hakika kila mmoja wetu ashangilie kwamba amekutana na wewe. Asante Mungu, tunaamini kwamba ibada ya leo utaikubali, ibada ya leo itapokelewa katika kiti chako cha enzi, katika jina lako Yesu naomba na kushukuru, amina. Kanisa, habari ya asubuhi. Ninapenda kuwakaribisheni nyote katika somo la sadaka la siku ya leo lenye kichwa kinachosema jambo jipya ni lazima. Katika somo hili kuna swali limeulizwa na mwandishi akatamani ya kwamba atakayelitoa hili somo awaulize wasikilizaji. Swali linasema, je, kuna siku uliwahi kufikiri kufanya jambo jipya? Sasa mgeukie jirani yako na umuulize, kuna siku? Bado sijasikia sauti. Kuna siku uliwahi kufikiri kufanya jambo jipya? Mpendwa, kama hujawahi kufikiri kufanya jambo jipya, somo hili linakutia moyo ya kwamba uanze kufanya jambo jipya tangu sasa. Fanya jambo jipya pale ofisini kwako, fanya jambo jipya pale nyumbani kwako, fanya jambo jipya pale shambani kwako, fanya jambo jipya pale kwenye zizi lako, fanya jambo jipya pale kanisani kwako. Kanisa langu na kanisa lako limekuwa na desturi ya kufanya jambo jipya. Na kwa vile kanisa limekuwa likiwa na desturi ya kufanya jambo jipya, huenda kila baada ya miaka mitano, huenda kila baada ya mwaka mmoja, limekuwa likifanya jambo jipya. Na miaka hii tena mitano kanisa limekuja na jambo jipya. Semeni amina. Mnasema hamna au amina? Semeni amina tena. Ongezeni kidogo kidogo. Hayo ndiyo maneno Bwana. Anasema kanisa nalo limekuja na jambo jipya kwa miaka hii mitano. Na hilo jambo jipya kwa upande wa kanisa la Tanzania, anasema kila mtoto anapaswa kuwa na bahasha ya zaka na sadaka. Hebu mtoto punga mkono, punga hiyo bahasha yako juu. Punga hiyo bahasha yako juu, pepea kabisa namna hii. Anasema kila mtoto anapaswa kuwa na bahasha ya zaka na sadaka. Na sio kuwa na bahasha tu, ndani ya hiyo bahasha anaweka zaka na nini? Anaweka zaka na sadaka. Lakini kila kanisa linapaswa kuwa na sanduku la zaka na sadaka la watoto. Na kila Sabato watoto waweke sadaka kwenye hilo sanduku. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata leo ningetamani hilo sanduku meliweka pembeni sana, likae katikati, maana linang'aa kuliko yote. Na watoto siku ya leo wataweka sadaka kwenye sanduku lao. Jambo jipya
Ufunuo 21:5 anasema, naye anayeketi katika kiti cha enzi anasema, tazama nafanya yote kuwa mapya. Mungu abariki somo hili katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ninatamani ufahamu na tukumbushane juu ya hili. Mali hizi zote tunazoona, Mungu ndiye mmiliki tena mpaji. Kuna wakati ibilisi ataka tumsujudie yeye. Sisi tulio wa Kristo tunaamini hivyo. Bwana alimjaribu Masihi, ukinisujudia nitakupa mali zote nayo fahari yote. Ni mtego atumiao hata sasa. Ondoka kwangu wewe Shetani. Nafurahishwa na jibu la Yesu. Mali zote ni zake Mungu, ametupa kusimamia. Wakili wa fadhili wote uliopewa naye, ni jukumu lako kutimiza. Kusimamia kwa uaminifu tena kwa unyenyekevu ulipewa naye Bwana. Tambua kuwa hakuna chochote unacho ila watakiwa kuwa mwaminifu. Ili mtu mwaminifu ujira wa kungojea Bwana anapokuja. Wakili wa fadhili wote uliopewa naye, Mungu ni jukumu lako kutimiza. Kusimamia kwa uaminifu tena kwa unyenyekevu ulipewa naye Bwana. Tambua kuwa hakuna chochote unacho ila watakiwa kuwa mwaminifu. Ili mtu mwaminifu ujira wa kungojea Bwana anapokuja. Umesujudu kwa Shetani wala dhambi kwa sababu ya mali. Watafuta mali kwa nguvu nyingi, hata ibada sasa umeyumba sana. Waona heri kuharibu hata maagizo ya Mungu wako. Maombi na kusoma neno havina nafasi moyoni. Wakili mwaminifu ndugu anatambua kuwa hana kitu, vyote ni vya baba yake Mungu. Ndivyo yeye amepewa kusimamia chochote anachohitaji. Ana imani kuwa atapata, maana anatumaini kwa mpaji wa vitu vyote. Wakili wa fadhili wote uliopewa naye, ni jukumu lako kutimiza. Kusimamia kwa uaminifu tena kwa unyenyekevu ulipewa naye Bwana. Tambua kuwa hakuna chochote unacho ila watakiwa kuwa mwaminifu. Ili mtu mwaminifu ujira wa kungojea Bwana anapokuja. Wakili wa fadhili wote uliopewa naye, ni jukumu lako kutimiza. Kusimamia kwa uaminifu tena kwa unyenyekevu ulipewa naye Bwana. Tambua kuwa hakuna chochote unacho ila watakiwa kuwa mwaminifu. Ili mtu mwaminifu ujira wa kungojea Bwana anapokuja. Wakili wa fadhili wote uliopewa naye, ni jukumu lako kutimiza. Kusimamia kwa uaminifu tena kwa unyenyekevu ulipewa naye Bwana. Tambua kuwa hakuna chochote unacho ila watakiwa kuwa mwaminifu. Ili mtu mwaminifu ujira wa kungojea Bwana
anapokuja. Niwaombe tusimame wote kwa ajili ya ombi. Wale wenye uwezo wa kusimama, hata kama umeketi kule nje, kama unaweza kusimama, simama tupate kuomba. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa kutuleta katika nyumba yako ya ibada ili tukuabudu pamoja na nyimbo, zaka na sadaka na neno lako la uzima. Mbele yetu kuna masanduku ya matoleo. Watoto wako wadogo kwa wakubwa na wageni wameshiriki mpango huu mtakatifu wa kukamilisha ibada yetu kwa matoleo. Ninaomba sadaka hizi zikapate kibali kwako kwa ajili ya kuitegemeza kazi yako duniani. Na neema yako na baraka zako ziwaendee watoto wako waliotambua mpango mwaminifu wa kuja kwa shukurani za matoleo. Neema yako iwe pamoja nasi mchana wa leo, siku zote za maisha yetu. Tumeomba kwa jina la Yesu aliye mtakatifu. Amina. Nitasema mambo mangapi? Maana sasa nitapunguza moja, yatabakia matatu. Kwa sababu muda umeenda. Kuharibika kwa watoto. Nimesemaje? Turudie tena. Kuharibika kwa watoto kunaanzia wapi? Hilo ndio jambo la kwanza. Kuharibika kwa watoto kunaanzia tumboni. Kunaanzia wapi? Kwa hiyo wale wakina mama wote ambao mna mtoto tumboni kwa sasa hivi, niwaambie wasimame au tuombe tu wakiwa wamekaa? Wewe unataka kujua mambo ya watu wewe. Wakina mama ambao mko na watoto tumboni, tuwaombee wale wa halali au watu ambao si wa halali, wote tuwaombee. Manake mtoto hana kosa. Fumbeni macho tuombe. Baba wa mbinguni, wakina mama wajawazito walioko hapa tunawaombea. Wawe kabla hata mtoto hajapatikana wawe na begi la kanisani. Alafu kila mmoja awe na kile kitabu ambacho tumekianzisha ustawi wa familia, kwa sababu kina maelekezo yote ya mama mjamzito, namna ya mimba inavyoweza kulelewa mpaka mtoto kuzaliwa. Na wakina mama pia wawe na kitabu hicho. Tunaomba Baba wakajifungue salama. Kuna mahitaji mengi Baba, uwasaidie wayapate. Wakati mwingine wanaumwa, wanakula vitu visivyostahili kula. Naomba uwe pamoja nao Baba. Uwapiganie mpaka siku ya mwisho. Mtoto asije akatoka kabla ya wakati wake. Wengine wamesemwa, wamenyanyaswa, lakini umewajalia kupata mtoto sasa. Basi Baba, wakamlee kuanzia tumboni kwa njia inayostahili. Lakini tunawakumbuka pia wengine ambao hawajapata mtoto, nao Baba uwe pamoja nao. Asante kwa kuwa utajibu ombi letu. Tumeomba kwa dhati katika jina lako Yesu. Amen. Kitoto akijaruka tumboni? Hasa mna vitoto vya namna gani baada ya ombi nataka kijaruka tumboni jamani? Nyi wa mama. Kwa hiyo kuharibika kwa mtoto au kujengeka kwa mtoto kunaanzia tumboni. Sasa Wasabato kama kawaida yetu ni watu makini, tuko sawa sawa. Tunakuja na solution kabla tatizo halijatokea. Tumekuja na solution la begi yako. Begi ile ina kila kitu. Mimi sioni kama mtoto anaweza kupotea kama mama na baba mtamulia begi na akazingatia vyote ambavyo viko ndani ya begi. Sioni kuna mtoto atakayepotea. Lakini Biblia inasema hivi, palikuwa na mtu mmoja, Waamuzi 13 mstari wa 2 mpaka wa 5. Palikuwa na mtu mmoja wa Sora wa jamaa ya Wadani, jina lake anaitwa Manoa, na mke wake alikuwa tasa. Mke ametajwa jina? Jamani, kama ndio mwe mnasema ndio, kama hapana mwe mnasema hapana, msikae kimya. Mke wake ametaja jina? Wakati mwingine wakina mama wanasauliwa.
Lakini wakina mama, pamoja na kwamba mnasauliwa, nyie ni watu wa muhimu sana katika jamii na kanisa letu. Wakina mama semeni amina. Angalieni walivyopita mbele, wamevaa vizuri, wanapendeza. Mpaka katibu wangu akasema hivi, jamani mchungaji, kumbe Mtwara ndio ilivyo. Nikamwambia hii ndio Mtwara mchungaji, Newala hujafika. Ukifika Newala ndio utashangaa zaidi. Kaona kina mama wamevaa vizuri, wanakuja wanaimba, wanapendeza, Lakini kwenye Biblia waliwasahau. Bwana anaitwa Manoa, mwanamke jina hakuna. Hiyo haina maana kwamba mama wewe sio mtu wa kiroho. Ngoja nimalizie hapa utaona. Na mkewe alikuwa tasa, hakuzaa watoto. Wanathiolojia wanasema hivi, huyu baba na huyu mama walikuwa wanabishana. Mwingine anasema wewe ndio umesababisha tusipate watoto, wewe mme wangu. Na mama anasema mimi nadhania ni wewe, twende tukapime. Mwanaume anakata kwenda kupima. Kama sio una tatizo, unakataa ni kwenda kupima, si mwende mkapime hospitali. Mimi siendi, utaenda wewe mwenyewe. Twende wote tuone nani mwenye shida. Wewe unaanza kuleta shida kwenye familia. Kama mna changamoto, mnaweza mkaenda tu mkapima, ikaonekana, mkapata dawa, mambo yakaenda vizuri. Acha kukataa kwenda kupima. Malaika wa Bwana akaja kutoa solution. Malaika akaja kutoa jibu. Unajua sengine tunagombana, tunakutana kwenye ndoa, lakini hapa tunaona malaika anakuja kutoa jibu. Malaika anasema hivi. Malaika wa Bwana actually hapa alikuwa ni Yesu, tunaelewa vizuri sana. Alikuwa ni Yesu. Kwa hiyo Yesu akamtokea yule mwanamke. Unaona? Amesauliwa, jina lake halijatajwa, yuko tu pembeni, mama watu wamejikalia, ni tasa hawezi kupata. Lakini Yesu anakuja kumtokea mama. Amen. Ukina mama, hivi mpo? Hii ni mara mwisho kuja Mtwara sasa. Malaika anamtokea mwanamke, pamoja na kwamba alitengwa na mwandishi wa Biblia. Semeni amina. Alafu alipomtokea akasema neno, akasema hivi, tazama wewe utasa. Malaika anakuja kusema, mama, tatizo ni la kwako wewe, sio la baba. Akaambia mwanamke, wewe uko tasa, tatizo ni wewe. Na Yesu aliamua kumwambia kwamba yeye ni tatizo, sio kwa ajili ya kumdhalilisha, kwa ajili ya kuonyesha ninataka sasa nifanye muujiza. Amen. Wamekuita tasa kwa miaka mingi, umezaliwa na jamii, lakini sasa utapata mtoto wa kiume. Amen. Lakini utachukua mimba, nawe utamzaa mtoto mwanaume. Basi jihadhari na kuomba usinywe divai wala kileo wala usile kitu chochote kilicho najisi. Tusema malezi yanaanzia tumboni. Kwa hiyo kama uko mjamzito, kipo chakula ambacho unatakiwa kula. Glasi ya maziwa kila siku. Glasi ya nini? Kunywa maziwa, chakula bora, chakula kinachofaa kufanya mtoto atakapotoka awe na akili iliyotulia, awe mtu wa kiroho. Muimbie nyimbo. Uoga unasikia wakiwa tumboni au hawasikii? Unaona? Muimbie nyimbo, acha ugomvi. Kula chakula kinachofaa, kwa sababu mtoto utakao mzaa ameweka wakfu kwa ajili ya kupeleka injili kabla Yesu hajaja mara ya pili, manake Yesu anakuja. Amen. Kwa hiyo mama akazaa mtoto, akaitwa nani? Samson. Kwa hiyo malezi yanaanzia tumboni. Kwa chakula mama anachokula, tabia yake alionayo, ugomvi kama haupo nyumbani, mtoto akizaliwa anakuwa yuko fresh. Sasa anza kwenda kwa wataalamu, watakuelekeza ni chakula gani unatakiwa kukitumia ili mtoto awe na afya njema. La kwanza nimeshamaliza. Yamebakia mangapi? Mawili. La pili, ubinafsi wa baadhi ya wazazi katika kufanya maamuzi yanawaathiri watoto. Ubinafsi. Kwa hiyo wazazi tuache ubinafsi. Ubinafsi ni pamoja na kutompatia mtoto mahitaji yake yaliyokuwa ya muhimu. Begi. Hivi begi ni shilingi ngapi? 20,000. Na nilikuwa nimemuuliza madame kwamba kama kuna mtoto ambaye alitamani apate begi lakini hajapata begi, mimi nataka nimnunulie begi. Kama yupo mama, naomba uniletee nimpe begi lake. Mniletee begi langu hapa.
Kumbe mheshimiwa ameshanunua. Mheshimiwa, muda ungekuwa ujaenda tungekuja kupiga picha nyingine. Sasa muda umeenda. Huyu bado. Aya, njoo naomba uniletee begi. Alafu madame utakuja utamkabidhi, alafu apiga picha, mtanipiga picha pamoja naye. Asante sana. Asante, nimekusikia. Pokea begi. Mnasemaje kwa ajili yake? Amina. Mungu akubariki sana. Haya, unaweza kwenda mama. Unaweza kwenda. Nenda. Ondoka. Amen. Kwa hiyo ubinafsi, kukawa na ugomvi kati ya wachungaji wa Ibrahimu na wachungaji wa wanyama wa Lutu. Na siku zile Wakanani walikuwa wanakaa na mpelezi na Muhiti. Abrahamu akamwambia Lutu, basi usiwe ugomvi kati ya mimi na wewe, na kusihi, wala kati ya wachungaji wetu pia kusiwe na ugomvi. Sasa akamwambia, angalia, nchi haiko mbele yetu, kwa nini tugombane? Sisi ni ndugu. Nchi iko kubwa, chagua unakotaka kwenda. Kwa hiyo mzazi, ninakuomba kila choice unayoifanya ujihadhari kwamba kutakuwa na madhara gani mbele. Kwa hiyo Lutu, Biblia inatuambia, akaangalia akaliona bonde la Sodoma kabla halijaangamizwa. Akaona nchi ya kupendeza, pamoja na kwamba Ibrahimu ndio alikuwa amepewa ile nchi na Mungu, na Lutu alikuwepo anasikia Mungu anavyomwambia hii ardhi yote na nchi yote niyokupatia wewe. Lutu anasikia, inafika saa ya kugawana, Lutu anachagua sehemu nzuri, Ibrahimu anamwachia sehemu sio stahili. Kwa hiyo uchaguzi wake mbaya ulimletea madhara, na wote tunafahamu madhara yaliyotokea. Alienda kukaa mjini, mji ukaja ukaangamizwa, baadhi ya watoto wake waliangamia ambao walikuwa nakaa mjini, kwa sababu alipojaribu kwenda kuwashauri waondoke hawakuwa tayari kuondoka. Kwa hiyo watoto wakaangamia. Poor choice. Lakini Mama White anazungumza juu ya kuchagua mahali panapofaa kuishi. Ukisoma kile kitabu cha Siri ya Ustawi wa Familia, kinaelezea uchaguaje mahali panapofaa kuishi. Lutu alipeleka watoto wake sehemu isiyo stahili, akaishia kupoteza mke wake, na baadhi ya watoto wake wakapotea, wakafa, na mke wake akapotea moja kwa moja kwa sababu ya uchaguzi mbaya. Mwaka mmoja nilihangaika sana kutafuta nyumba. Baadaye nikapata nyumba. Nikailipia miezi 3, nikahamia pale kwenye nyumba. Saa jioni nikasikia mziki umeanza. Kumbe nyumba iliyokuwa inafuata ilikuwa ni kilabuni. Yaani tunapishana, yani kichochoro kilabuni. Na hapo ndio kulikuwa na chumba changu cha kulala. Kwa hiyo wakifungua ile baa yao saa 12 mpaka saa 6 usiku, unasikia nyimbo zote. Baada ya mwezi mmoja nilikuwa najua wimbo wa kwanza utakuwa wimbo gani, wimbo wa pili utakuwa wimbo gani, wimbo wa tatu utakuwa wimbo gani. Baada ya miezi 3 nilikuwa naweza kuimba nyimbo zote za Lingala. Unakaa wapi? Unategemea kuhamia wapi? Unategemea kuhamia mjini? Yaani unakaa wapi? Katika makazi yako ya maisha yako yanayokuja, umepanga kukaa wapi? Utaathirika namna gani? Jamani, niliondoka nikaacha na nani yangu pale. Nikasema hapa miziki yote ya Kikongo iko wapi? Sasa nilipokuja Kongo nikaanza nikamwambia mtu mmoja, navyo usema ule wimbo, nasema wewe umeujuaje wimbo? Kwa sababu ya kukaa next ya kilabu cha pombe. Unaweka watoto wako wapi? Unaweka mke wako wapi? Chagua mahali pa kuishi patakapofanya mazingira yawe mazuri, mke wako na watoto wako wakae salama. Tuache tabia ya ubinafsi. Papa, jifunze kuwaweka watu wengine mbele. Kwa hiyo uchaguzi mbaya wa mahali pa kuishi unaweza ukakuathiri. Alafu kitu cha tatu ni kwamba hakikisha unakuwa na malezi bora kwa watoto. Na kama utaletewa malalamiko yoyote yanayohusiana na watoto, yasikilize. Wazazi wengi leo ukiletewa habari za mtoto, unasema mwacheni mtoto wangu, sijui mtoto wangu hajafanya hivyo. Unamtetea mtoto na mtoto anakusikia, anajua kwamba amefanya, lakini unamtetea na anajiona kwamba kitu alichofanya sio kibaya. Kuna madhara makubwa sana.
Samueli wa kwanza 2 mstari wa 22 hadi 24. Basi Eli alikuwa mzee sana, naye alisikia habari za mambo yote ambayo wanawe waliwatenda Waisraeli, jinsi walivyolala na wanawake waliokuwa wakitumika mlangoni pa hema ya kukutania. Akawaambia, mbona mnatenda mambo hayo? Maana nasikia habari za matendo yenu mabaya kwa watu hawa wote, sivyo wanangu? Kwa maana habari ninayosikia si habari njema, mnawakosesha watu. Baba akaishia hapo hapo, hakuna fimbo, hakuna kiboko, hakuna kufinya. Malizia jukumu lako. Halafu unakuja naye mtoto hapa kanisani, unaanza kumwambia asalimie watoto akiwa hapa kanisani. Unamfundishia hapa kanisani? Mfundishie nyumbani, muelekeze, mwanangu hivi ndio inavyokuwa. Mfundishe mtoto, atakuja kuwa msaada baadaye katika maisha yake binafsi na katika maisha yako. Amen. Kwa hiyo Eli aliishia kusema, na anasema kwa udhaifu na unyonge. Alikuwa kuhani mkuu, lakini hakuweza kuzingatia malezi ya watoto. Mimi siku moja nilienda kwenye nyumba moja, nadhani wewe kusimulia hapa. Nimefika, nimeendesha pikipiki yangu kilomita 70, mvua inaninyeshea, nakofika nikafika nimelowana. Nilipofika nikafika kwa mzee wa kanisa, kulikuwa na kundi dogo la washiriki kama 3-4 hivi. Kwa hiyo nilipofika pale nimechoka, nimepumzika kwenye kiti, mvua imeisha kunyesha, naona mtoto anakuja. Anambia, wewe ni nani? Yaani huyu aka nikakamata nikarushe huko unifanye sasa, lakini mimi ni mchungaji. Wewe unatoka wapi? Nikuuliza jina lako nani? Nikamwambia mimi ni mtu. Nikasema, mtu huna jina? Kaka niambia, sikiliza wewe, usifikiri utakula nyama. Mamake alikuwa anachinja kuku. Kaka sema, usifikiri utakula, sana utakula miguu na kichwa. Nikamwambia, kwani mimi nimesema kwamba nakuja kula? Kaka sema, unanijibu mimi? Kaka chukua matope, kaka kuangua chini, kaka nimwagia matope. Nikaanza kufanya na mimi najifuta. Kaza nitakuongeza. Nikasema hapa nigeuze nirudi nilikotoka, watajijua wenyewe. Lakini nikasema makosa ya katoto ndio niache na washiriki wale wengine. Nikasema wacha nivumilie. Nikasema nitakuongeza, toka kwetu. Mamake anakuja anaangalia, anasema nini kinachoendelea? Nikamwambia huyu mtoto amenimwagia matope. Akasema, mwanangu ni mjanja kuliko wanangu wote. Nyie akina mama nyie mnachangia. Mama wote anasema hivi, watoto wakiharibika anayepaswa kulaumiwa sana ni nani? Mwanamke. Kwa nini? Anakaa nao muda mrefu. Baba naye anatakiwa laumiwe, lakini sana kwa sababu unakaa nao muda mrefu. Sasa mimi nikageuka nyuma namna hii, nimeweza kujifuta, nikasema, Baba Mungu, katoto haka ukashughulikie. Kana nimwagia mimi mtumishi wako. Nikasema, Baba fanya kitu. Ndio naomba wachungaji, maombi mengine msiwage mnaomba. Baada ya miaka 15 niko kwenye stendi fulani ya magari. Yule mama naona kuna mtu anakuja analia barabarani, yuko na wasukuma mikokoteni ile ya zamani, amewekwa mtu amekufa mle ndani. Na muangalia ni yule mama. Si mama fulani huyu. Mama kuna nini? Sasa amekufa mwanangu fulani, yule fulani. Nikasema pole sana. Mama huwezi kumchukua kwenye mkokoteni, sisi tupo hapa washiriki wenzio. Tufanye nini? Hebu tukatafuta gari pale tukakodisha, tukamweka mtoto, tukampeleka sehemu ile ya mji. Yule mtoto akazikwa. Na nikaombwa na mchungaji wa mtaa nimzike mimi mwenyewe. Nikasema, unaona? Utazika mtoto wako. Anza akiwa tumboni. Anza akiwa tumboni, muimbie nyimbo, msomee vitabu, atakusikia. Yamebaki mangapi? Yameisha? Yamebaki moja? Haya, moja hiyo itakuwa ya mwisho. La mwisho ni hili: wape watoto kipaumbele. Hapa naomba mnisikize kwa makini sana wazazi. Wape watoto kipaumbele. Wazazi wengi tunajali wageni kuliko watoto. Kweli si kweli? Tunapaswa tuwajali wageni na watoto.
Wape watoto kipaumbele, au ndio atakayokuja kulea baadaye utakao kuwa umechoka. Hao ndio wenzio. Wape watoto kipaumbele, wajisikie vizuri kama wageni wanapokuwepo na wageni wasipokuwepo. Biblia inasema hivi katika Mwanzo 19 mstari wa 8 na wa 9, Biblia inasema hivi, tazama, huyo ni Lutu anawaambia wageni asiowajua wale malaika, anawaambia hivi, tazama, ninao binti wawili ambao hawajajua mtu mume, na wasihi nitawatolea hao binti zangu kwenu, muwafanye mnavyotaka machoni penu, ila hawa wageni msiwatende neno lolote. Hebu sijui kama mmenisikia vizuri. Mnasikia? Yaani hata sitaki kutoa maelezo zaidi. Yaani unamchukua binti yako hajajua, amebikira, amejitunza kabisa, unasema chukueni hao mwafanye mnachotaka. Lakini wageni, na wale wageni yeye alikuwa hajui kwamba ni malaika. Alikuwa hajui, anafikiri ni watu tu. Hawa wageni muwaache, wafanyeni watoto wangu mnavyotaka, hata mimi mwenyewe. Lakini kwa hiyo hivi wale binti mnafikiri walijisikiaje? Kwamba tokeni nendeni wao wageni wakawafanye mnavyotaka. Mnafikiri walijisikiaje wale binti? Kwa hiyo mzazi anaweka kipaumbele kwa wageni asiowajua kuliko watoto wake. Weka kipaumbele kwa watoto. Watengenezee chumba chao cha kulala kizuri, kuwe na neti, kila mtu awe na chumba chake ikiwezekana, walale vizuri, watafutie elimu safi bora, wapeleke shule, wasome, na usiwabague. Awe wa kike, awe wa kiume, usibague. Nimesemaje? Usibague. Wape kipaumbele, acha kuchanganya watoto na wageni. Hilo limesemwa na serikali, mheshimiwa yuko hapa, limesemwa na mashirika ya dini, linasema na mimi nalisema. Usifanye hivyo, hatari zimekuwa ni nyingi. Mthamini mtoto wako, yule ndio mwenzako. Iko siku ambapo yeye atakubeba kwa sababu huwezi kutembea. Kwa hiyo mfanyie vizuri leo. Ninapofika mwisho, mama mmoja, karibu na mwisho, mama mmoja, yeye amekuja mgeni, hamjui ametoka wapi. Akafika pale nyumba ya kwanza, akasema bwana, sisi wageni ambao hatujui walikotoka bwana. Hapana. Yeye akasema mimi nitamkaribisha, tukaribu kwangu. Na miezi miwili iliyopita mume wake alikuwa amekufa, akawa amemwachia watoto watatu. Kwa hiyo akamkaribisha yule mgeni. Alikuwa na chumba anacholala yeye, sebule alikuwa na chumba kingine. Kwa hiyo akasema, wanangu, mtalala na mgeni, nyie laleni tu kwenye mkeka wanangu, ako kagodoro ketu kasufi, ilikuwa zamani kidogo, wacheni wageni. Watoto akamwangalia mama, akasema sawa, manake wanamheshimu mama kwa kila jambo. Akawachia wageni, akawapikia chakula wakala, yule mgeni akashukuru, wakaenda wakalala. Asubuhi mama ameamka, anaambia jamani, nimeshachemsha viazi na uji na karanga, njooni tule. Kimya. Jamani, njooni tule. Kimya. Yule mama kaanza kupata wasiwasi, kumetokea nini? Anafika ndani, yule mgeni hayupo, na watoto wake watatu wamekatwa vichwa, vimerundikwa kwenye kona, na milio imewekwa kwenye kona. Naona wengine wanashangaa, yani wamekufa, wameuawa, wamekwenda, hawapo duniani. Mume kafa miezi mitatu iliyopita na watoto wamekufa siku moja. Makaburi 1, 2, 3 na babao la 4. Kujali wageni kuliko watoto. Jamani, tuwajali watoto wetu. Hawa watoto mnaona, naomba muwajali na muangalie. Tuwasaidie, tuwasikilize. Wana shida zao. Na nilishawaambia mara mwisho nilipokuwa hapa, nikasema hivi, ukiona mtoto anaenda kwa shangazi, kwa mjomba, kwa jirani, kuanza kusema mimi nina shida fulani, hakuambii wewe, umeshampoteza wewe mtoto. Tafadhali anza kujitahidi, ujirudi, uwe na urafiki na mtoto wako. Fanya mtoto wako awe rafiki yako. Jana juzi asubuhi, nilipoamka asubuhi, nikasema nitawaambia nini watoto wangu, kitu kizuri cha kuwafurahisha. Nikasema hivi, wanangu, I am still committed to you to make sure that your dreams happens.
Wanangu, bado niko pamoja na nyinyi, nataka niweke upya tena agano langu mimi na nyie. Niko committed. Niko committed kufanya nini? Kujitoa kamilifu. Wanangu, bado nimejitoa kwa ajili yenu, kuwapatia mahitaji yenu, na niko hapa baba yenu kuendelea kuhakikisha kwamba njozi zenu zinatimia. Dakika moja wakanijibu. Mmoja akasema, baba asante sana, nashukuru kuwa na baba kama wewe. Na mimi baba nakuahidi, na mimi nitakapokuwa mkubwa, nitakapoanza, Mungu angejani nikapata kazi, nikafanya shughuli ya kufanya, nitahakikisha baba na wewe njozi zako zinatimia. Baba, wewe na mimi tuko hivi. Waonyeshe watoto wako upendo Bwana. Hao ndio wenzio, wapende, wasaidie. Vinakuwa na shida zao fulani, visaidie. Mungu amekupatia hao, ni zawadi yako ya pekee. Wengine hata wanatamani kupata watoto lakini hawapati. Nimefika mwisho na ushauri. Nataka nishauri kidogo. Kwa hiyo Waadventista wa Sabato tumekuja na vitu vya kukusaidia. Siku ya leo ni siku ya muhimu sana hapa Mtwara. Tumekuja na vitu. Kitu cha kwanza, tumekuletea kitabu kitakacho kuelimisha mama yoyote ulioko hapa Mwadventista. Na nyinyi mnayotoka na Nyamba. Nyinyi mnayotoka na Nyamba, kauze kuku, ununue hicho kitabu. Kinaitwaje? Siri. Yani kauze kuku, kauze mahindi, chukua mshahara wako, nunua hicho kitabu. Ni kitabu kizuri sana. Kila mtu akisha na hiyo kopi, hiyo ndio manual ya kusaidia kuendesha familia. Kwa hiyo tumekuja na hicho kitabu, tumekuja na begi. Yote tunajaribu kusaidia mzazi ufike mahali panapostahili. Biblia inasema hivi, neno lako ni taa ya miguu yangu. Mkurugenzi ameshatuambia kuwa na Biblia, kuwa na kitabu cha wimbo, lesson ya watoto, mwongozo wa mzazi kufundisha mtoto, kitabu cha hadithi za Biblia kwa watoto. Watoto wanazipenda sana zile hadithi. Notebook ameshatupatia maelezo yote. Mafungu yangu ya mwisho ni la kwanza. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa maneno yake yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi. Mtoto atakayekuwa na begi la kanisani na kuvisoma vitu vilivyoko ndani yake kwa msaada ya mzazi, atakuwaje? Zaburi 1 mstari wa 1 hadi wa 3. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri ya wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira, wala jani lake halitanyauka kamwe. Semeni amina. Tusimame tuombe. Tuombe. Baba, tumezindua bahasha, tumezindua sanduku, tumezindua kitabu. Zaidi ya yote pia tumezindua begi siku hii ya leo hapa Mtwara. Tunashukuru kwa maandalizi mazuri wakurugenzi wetu waliotufanyia, Madame Vumilia pamoja na Pastor Chatira. Sasa wamewasha moto, wamemwaga kwetu, na sisi moto huu Baba tukauendeleze katika makanisa yetu na makundi yetu. Asante kwa ajili ya wanamtwara ambao wametukaribisha kwa ajili ya shughuli maalum hii. Sasa Baba ukatubariki. Tunajiweka wakfu sote, katufanye tuyatafakari vizuri maneno haya. Mtoto tukampatie kipaumbele. Asante Baba kwa sababu unalipenda kanisa lako, unalielimisha kila siku hatua kwa hatua. Tunaomba katika jina lako Yesu. Amen. Bwana ni mwema wakati wote. Tumefikia mwisho wa program zetu. Wachungaji wote tutakapotoka hapa, tutakuwa katika box hili hapo, tutakutana na mkurugenzi wetu Pastor Chatila. Tutakapokuwa tunatawanyika, ninaomba
kwaya ya Chipuputa watoto mtatupatia wimbo. Lakini kabla hatujagawanyika kabisa, nitakaribisha ile kamati ya chakula, mtakuja kutupatia maelekezo. Anapokuja, nimeguswa sana na wale waliojitoa leo kwa ajili ya pita hapa mbele wageni wetu. Mmoja samani jamani, nataka nimwombe yule wa wa Kibweta. Samani, pasa kukotisha kidogo. Swali langu leo, tunamwombea mtu wa Kibweta. Kesho utamwombea nani? Tutakuombea wewe. Kesho utamwombea nani? Labda utakuwa wewe. Na huyu wa Kibweta, kuna wengine wametoa masanduku, tutawajumlisha humo na wengine wote waliotoa vitu mbalimbali. Basi tufumbe macho tuombe. Baba Mungu, napenda kuichukua nafasi maalum sana kwa ajili ya watu wako ambao wanajitoa kwa ajili ya kazi yako. Kuna huyu mtu ambaye ametoa Kibweta. Hiki ni kizuri sana, hata bei yake sijui ni shilingi ngapi, lakini kizuri kweli kweli. Huu moyo wa kutoa unapotea miaka hii, lakini tumegundua kuna baadhi ya watu wako ambao bado wanakufikiria wewe Mungu wao na wanakutolea. Huyu aliyetoa Kibweta hiki, naomba ukambariki yeye. Kama ana mke, bariki mke wake. Kama ana watoto, bariki watoto wake. Kama ana wajukuu, bariki wajukuu. Bariki kizazi chote, hata kizazi kilichoko mbali na hapa kikashangaa hizi baraka zinatoka wapi. Kumbe zinatoka kwa kutoa kwa ajili ya Kibweta. Tutapopata watu wengi watakaokuwa na kutolea kwa namna hii, tutasonga mbele Baba. Lakini pia tunahitaji kupata kwa watu watakao kutolea zaka na sadaka, nao pia ukawabariki. Na kila mtu aliyetoa mchango wowote kwa ajili ya kitu fulani specifically akikufikiria wewe Mungu wa mbinguni, naomba baraka zake zikamshukie pia. Na kuna mwingine huenda amekuahidi, Mungu utakaponibariki nitafanya kitu fulani, huyo naye ukambariki hata kama hajatoa. Asante Baba, kwa sababu unatupenda, unaigusa mioyo yetu. Endelea kutugusa, lakini zaidi ya yote bariki kazi yetu Baba, kwa sababu kwa kupitia katika kazi zetu na mambo yetu tunayofanya tunapata ya kutolea. Asante Mungu, tunaomba katika jina la Yesu, amen. Zamani kulikuwa na vita mbinguni, Mwokozi na jeshi la malaika waovu. Shetani hakushinda, akatupwa chini pamoja na jeshi la malaika waovu. Yesu alishinda ushindi kati ya majeshi ya Shetani. Alishinda, tukimtegemea Yesu. Yesu alishinda, ni mshindi kati ya majeshi ya Shetani. Alishinda, tukimtegemea Yesu. Yesu alishinda, ni mshindi kati ya majeshi ya Shetani. Alishinda, tukimtegemea Yesu. Yesu alishinda, ni mshindi kati ya majeshi ya Shetani. Alishinda, tukimtegemea Yesu. Na watoto tukimtegemea Yesu. Akina baba tukimtegemea Yesu. Wachungaji tukimtegemea Yesu. Akina mama tukimtegemea Yesu. Kwaya zote tukimtegemea Yesu. Watu wote tukimtegemea